Hujambo na karibu sana katika Kubobea Andikoni, kipindi ambacho tunajikita katika kuangazia kweli mbalimbali kama Biblia inavyotueleza. Na tunaendelea na mfululizo wa masomo 13 ambayo tumeanza nayo tangu Januari, na leo au juma hili tupo katika somo la 12 ambalo lina kichwa kinachosema dini za ushirikina za mwisho wa dunia. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa kutupatia wasaa huu wa kujifunza maneno yako. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji kutufundisha, katika jina lako Yesu Kristo, amina. Somo letu la juma hili linaanza na kisa ambacho kinaeleza juu ya mandhari ya kutisha ambayo ilikuwa imesheheni miili 38 ya watu ambao walikuwa ni wa madhehebu ya Heaven's Gate ambayo yalikuwa yanaongozwa na Marshall Applewhite. Hawa waliamini kwamba kujiua kwao mwaka 1997 kungewapeleka moja kwa moja katika chombo ambacho kilikuwa kikifuatilia kimondo ambacho kilikuwa kinaitwa Hale-Bopp, yani Comet Hale-Bopp. Tukio hili lilishangaza sana watu wengi katika ulimwengu ule, na hasa ikieleza wazi namna gani nadharia au dini fulani ambazo zina imani potofu zinaweza kusababisha hasara kubwa kiasi hicho. Hii ilikuwa ni dini ya kishirikina. Na dini ya kishirikina ni neno ambalo limekuwa maarufu sana, hasa likieleza juu ya dini za siri au likihusisha masuala ya kafara na matambiko. Lakini ni vema tujue ya kwamba tunapoongelea dini ya kishirikina hasa, hili neno linaweza likawa linamaanisha nini hasa. Cha kushangaza ni kwamba hata kanisa la Kikristo la awali liliwahi kuhesabiwa au kushtakiwa kama dini ya kishirikina, na hii ni kwa sababu ya kaida mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanyika na huenda zinafanyika hadi leo. Meza ya Bwana, kwamba kula meza ya Bwana ni kula mwili wa Yesu na kunywa damu ya Yesu, na hii ikasababisha mamlaka za Kirumi kupelekea kuona kama huu ni ushirikina na kuanza kusababisha mateso dhidi ya dini ya Kikristo ambayo yaliambatana na msukumo ya kwamba hawa Wakristo wamekataa kabisa kufuata kaida za Kirumi na wameamua kudharau Urumi na kutokufuata kabisa miungu ya Kirumi. Historia mmoja ambaye anaitwa Tacitus, ambaye tumemwangalia hata katika masomo mengine, aliwahi kurejelea Ukristo kama ni dini yenye ushirikina mwingi. Aliwahi kuandika hivyo mwaka 116 baada ya Kristo katika kitabu chake kinaitwa Annals. Lakini pia kuna mwanahistoria mwingine na aliwahi kumweleza huyu bwana ambaye alikuwa ni gavana wa Kirumi na aliyekuwa anaitwa Pliny the Younger. Huyu alimwandikia mfalme Trajan akiuliza jinsi ya kuwashughulikia Wakristo waliokuwa wakikutana kwa siri na kukataa kuabudu miungu ya Kirumi. Alieleza mikutano yao kama mikusanyiko ya asubuhi na mapema iliyohusisha kujitoa kwa tabia njema na kumwimbia nyimbo Kristo kama kwa Mungu. Na haya yote yalikuwa yakiashiria ya kwamba dini ya Kikristo ni dini ya ushirikina. Lakini kumekuwa na utetezi mbalimbali, na anatamani ni mnukuu huyu bwana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Justin Martyr. Huyu anasema kwamba inaandikwa hivi: alidai kuwa Wakristo hawakuwa tishio bali walikuwa watunzaji wa kweli ya Mungu na maadili. Alijibu tuhuma za uongo kwamba Wakristo walikula nyama za binadamu wakati wa meza ya Bwana, na akaeleza kuwa Wakristo wanatafuta kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini kuna mwingine ambaye alikuwa anaitwa Athenagoras. Alisisitiza kukataa kwa Wakristo kuabudu sanamu na kujitoa kwao katika upendo na haki, wakitazamia hukumu ya Mungu inayokuja.
Lakini pia mambo kama hayo na kushtakiwa kama huku, Petro aliwahi kulionya kanisa, na yeye mwenyewe aliwahimiza waumini kutetea imani yao akisema, muwe tayari kumjibu mtu yoyote sawa sawa na neno la Mungu, lakini sio kwa hasira wala kwa ukali, bali kwa upole na unyenyekevu. Na juma hili tutaangazia namna gani ambavyo tabia za dini za kishirikina zinaonekana, lakini pia tutaangalia alama za kutambua dini za kishirikina ni zipi, na tutaangalia namna gani tunaweza tukajiepusha au tukaondokana na tukazikimbia kabisa hizi dini za kishirikina. Tukianza na dini za kishirikina dhidi ya utamaduni wa kanisa la awali, ni lazima kwanza tutambue kanisa la awali lilikuwaje, na kisha tuangalie, yani tutaanza kuangalia siri za kanisa la awali, na kisha tutaangalia siri za kanisa la kishirikina. Tukianza na kanisa la awali, kwanza siri ya kwanza au tabia ya kwanza ni kwamba halikuwa na siri yoyote. Kila ambacho kilikuwa kikifanyika kilikuwa kinafanyika kwa wazi kabisa, na kila mmoja alijua kile kinachoendelea. Lakini jambo la pili, hakukuwa na rushwa ambayo ilitolewa ili kumshawishi mtu aachane na dini aliyokuwa anaiamini au aachane na kile alichokuwa anaamini na kisha aingie kumwamini Kristo. Lakini pia watu hawakujitenga na jamii, hawakuondoka mbali kama watu wengi wanavyofanya. Wao walibaki na kujichanganya, hawakumchagua mtu ambaye ni tajiri zaidi wala mdogo zaidi, wote walichangamana nao kwa usawa. Lakini pia utamaduni na kujaliana kulikuzwa, kulikuwa na ukarimu, na tunaambiwa katika Matendo 8 fungu la kwanza ya kwamba vitu vyote walivifanya kama shirika au walivitumia kama shirika. Lakini pia hawakujishughulisha kabisa na udhalimu, yani labda kupata mapato kwa njia ya aibu, kumnyanyasa mtu ili waweze kupata mapato. Haikuwa hivyo kwa kanisa la awali. Sasa baada ya kuzitambua hizi siri au hizi tabia nzuri za kanisa la kweli au kanisa la awali ambalo lilikuwa ni ishara ya kanisa la kweli, hebu tuangalie dini za kishirikina au dini zisizo sahihi zina tabia gani. Moja, kwanza kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Na hapa tunaona ya kwamba mtu anapokuwa na mamlaka anaweza kufanya chochote kile, na hauwezi kumpinga, hauwezi kufanya chochote dhidi yake, na ukitokea kuonekana unafanya hivyo utashikwa na ukatiliwe mbali. Lakini jambo la pili, kutengwa na watu wa nje. Yani hawa watu wanajitenga, sio walikuwa tu, hata leo wapo wanajitenga, wanaona kama wao hawastahili kabisa kukaa na wachafu, kukaa na watu maskini, labda wanajitenga kabisa, na huo wanaamini ni utakatifu. Lakini kitu kingine ni mbinu za udhibiti za kudanganya. Yani wanatumia hofu, wanatishia, wanatumia kuwafanya watu waonekane wana hatia, au mtu wanamwaibisha ili asije akatambua ukweli, au ikawa rahisi kuona udanganyifu wao. Lakini kitu kingine ni unyonyaji wa kifedha na kihisia. Na madhehebu ya kishirikina hudanganya washiriki kujitoa fedha kwa malengo yao binafsi ya hawa viongozi. Lakini pia kuna matumizi mabaya ya mada za nyakati za mwisho. Na hapa kwa mfano Biblia inafundisha kwamba unabii unapaswa kuleta tumaini na maandalizi na si hofu, lakini wao wanavyofundisha wanasababisha hofu na wanaleta taharuki. Lakini pia kuna kukandamiza nafsi ya mtu. Mtu anakandamizwa, anadharaulika, anaonekana hafai kabisa. Hizi zote ni sifa za tabia za dini za kishirikina ambazo hazitakiwi kabisa kuwepo katika kundi la waumini. Lakini hebu tujiulize, je, kanisa la Waadventista wa Sabato nalo ni moja ya madhehebu ya kishirikina au ni vipi? Najua wewe kama Mwadventista Msabato umewahi kukutana na
kushtakiwa au kukejeliwa ya kwamba wewe upo kati ya dini za kishirikina kutokana na mambo yako unayoendana nayo, kutokana na mambo ambayo unayaamini, watu wakakushtaki hivyo. Lakini jambo lisilo sahihi. Tuangalie mambo kadhaa ambayo wakosoaji wanayadai kwamba ndiyo ambayo yanasababisha dini ya Kiadventista kuwa ni dini ya kishirikina. Moja, kwanza wanasema ya kwamba Waadventista wa Sabato wao wanaamini tu katika maandishi ya Ellen White, na zaidi hayo wanasema wanayapandisha uwezo kufanana kabisa na Biblia, jambo ambalo si sahihi, kwa sababu Ellen White mwenyewe katika maandishi yake katika kitabu cha Counsels on Tabernacle anasema Biblia na Biblia pekee ndiyo kanuni yetu ya imani, ndivyo anavyosema. Lakini na anaendelea kusema vyanzo vyote vinavyotumika havitakiwi kuiondoa Biblia katika mamlaka yake kuu. Kwa maana hiyo anasema ya kwamba kila chanzo au kila nyenzo ambayo itatumika katika kufundishia, kwa sababu kuna nyenzo za kufundishia na ikiwemo vitabu hivyo vya Ellen G. White ambavyo vinaongezea au vinatafsiri maandiko kwa namna nzuri zaidi, vinatakiwa vipimwe katika nini? Vipimwe katika Biblia, ambayo hiyo ndiyo kweli kuu. Lakini wakosoaji pia wanadai kwamba teolojia ya Waadventista inakuza mtazamo wa masalio. Ni kweli kuna swala la masalio, lakini hili swala la masalio halimaanishi ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato wao wanajihesabia ya kwamba wao tu ndio waliobaki salama katika ulimwengu wa leo. Si kweli. Lakini utambulisho wa masalio unapaswa kuwa alama ya unyenyekevu na sio sifa ya kujivunia kama ambavyo watu wasiojua wanadhani wa Adventista wa Sabato ndivyo wanavyo. Tunatambua kabisa hakuna dhehebu ambalo watu wake ni wakamilifu kabisa, lakini hata hivyo Waadventista wanasalia kujitoa kwa kweli za Biblia na kuzidi. Ndio maana wanaitwa au wanajiita kama masalia. Sasa tuangalie Yesu. Je, alishutumiwa naye kuanzisha madhehebu ya kishirikina? Tunaweza kudhani kwamba labda Waadventista wa Sabato au dini kadha wa kadha ndizo za kwanza kushtakiwa kwamba zinatumia au ni dini za kishirikina, lakini hata Yesu ambaye alikuwa ni mwalimu bora kabisa ulimwenguni, naye aliwahi kushutumiwa kama yeye anaanzisha au ni mwanzilishi wa dini za kishirikina. Kwanza kabisa tunaona viongozi wa kidini wa kipindi kile walivyomshutumu Yesu, na si tu kwa kumweleza ya kwamba anapinga mamlaka ya kiserikali au anaipinga serikali kufanya kazi yake, lakini wakamshtaki kabisa ya kwamba anaanzisha uasi na ushirikina katika Uyahudi wa zamani. Sio Yesu tu, hata mitume wake nao walikuja wakashtakiwa. Na natamani ni nukuu hapa katika kitabu cha Matendo, imeandikwa, tumemwona mtu huyu mkorofi, mwanzilishi wa fitna na katika Wayahudi wote duniani, tena ni kichwa cha madhehebu ya Wanazorayo. Hapa wakimdai huyu bwana Paulo. Haya madai yalikuwa yanaenda kwa bwana Paulo, lakini haya yote hayakuweza kusimamisha moto waliokuwa nao wanafunzi wa Yesu, ambao ulikuwa ni moto wa ukweli na wa kufuata na kusambaza kweli ya Biblia, jambo ambalo hata sisi leo tunatakiwa tuwe nalo. Kimsingi, Wakristo hawapaswi kuongozwa na maoni ya umma, hawapaswi kuongozwa na kushtakiwa au kukejeliwa na namna ambavyo umma au mataifa wanavyosema, bali wanatakiwa kuongozwa na namna ambavyo Biblia inasema, na hili ndilo la muhimu kabisa. Sasa hebu tuangalie katika jamii za siri. Ellen White aliwahi kuonya juu ya kujiunga na jamii za siri. Kuna jamii nyingi za siri hapa. Natamani ni nukuu anachokiandika katika Testimonies for the Church Volume 8 ukurasa wa 27.
hii ni ya mwaka 1904. Anaandika, ulimwengu ni jukwaa kubwa. Waigizaji wake, wakaaji wake wanajiandaa kucheza sehemu yao katika tamthilia kuu ya mwisho. Kwa makundi makubwa ya wanadamu, hakuna umoja isipokuwa pale watu wanapoungana kutimiza makusudi yao binafsi. Mungu anaangalia makusudi yale kuhusu wale waasi yatatimizwa. Ulimwengu haujakabidhiwa mikononi mwa wanadamu, ingawa Mungu anaruhusu hali za machafuko na vurugu kutawala kwa muda. Nguvu kutoka chini inafanya kazi kuleta matukio ya mwisho kwenye tamthilia. Shetani akija kama Kristo na akifanya kazi kwa udanganyifu wote wa uovu kwa wale wanaojifunga umoja katika jamii za siri. Wale wanaojisalimisha kwa tamaa ya kuungana wanatekeleza mipango ya adui. Kazi hiyo itafuatiwa na matokeo yake. Na Ellen White aliendelea pia kutoa ushuhuda juu ya huyu bwana ambaye alikuwa anaitwa Nathaniel Falkhead, aliyekuwa amejiunga na jamii ya Freemason na huku akiwa Mwadventista msabato. Na baada ya kunukuu Isaya 8 fungu la 9 hadi 13, Ellen White anaandika, kuna wale wanaojiuliza kama ni sahihi kwa Wakristo kuwa wanachama wa Freemason na vyama vingine vya siri. Hebu wote kama hao na waangalie maandiko yaliyonukuliwa. Ikiwa sisi ni Wakristo kweli, tunapaswa tuwe Wakristo kila mahali, na lazima tuchukue kwa uzito na kufuata ushauri uliotolewa ili kufanya Wakristo kulingana na kiwango cha neno la Mungu. Na hatimaye huyu Falkhead alikuja akaachana kabisa na haya yote baada ya kujifunza na kusikiliza ushuhuda wa mama Ellen White. Na baadaye, baada ya kuachana na haya yote na kukubali kumfuata Yesu, Ellen White anaeleza ya kwamba ninamshukuru sana Baba yetu wa mbinguni mwenye neema, kwa kuwa amekupa nguvu kupitia neema yake aliyokupa ili kujitenga na jamii ya Freemason na kila kitu kinachohusiana na chama hicho. Haikuwa salama kwako na kwa sehemu yoyote katika chama hiki cha siri. Wale wanaosimama chini ya bendera iliyotiwa damu ya mwana wa mfalme Emmanueli hawawezi kuungana na Freemason au chama chochote cha siri. Namna ambavyo Ellen White anaeleza kwa wazi kabisa. Nafurahi namna ambavyo alieleza na kumsihi huyu bwana Nathaniel Falkhead na kumsihi aachane na hizi jamii za siri. Hii inakuja hata kwetu leo. Watu wengi tunaona wanaingia huko. Tunasihiwa leo ya kwamba tuachane na kukimbilia huko kwa sababu ni hatari na tunaambiwa si salama kwetu. Katika juma hili, ikiwa utasahau mambo yote niliyoyasema, natamani uyakumbuke haya. 1. Utamaduni wenye afya unahimiza uwazi, uwajibikaji na ukarimu. Jambo la pili, Wakristo wanapaswa kuwa waangalifu dhidi ya viongozi wanaotumia mbinu za hofu, vitisho, kushurutisha na matumizi mabaya ya mamlaka. Jambo la mwisho, hata viongozi bora, ikiwa pamoja na Yesu na mitume, walikabiliwa na tuhuma za kuendesha madhehebu ya kishirikina. Iwe leo wewe, jitahidi kufuata Biblia inavyosema. Himiza watu kufuata Biblia inavyosema. Na wale wote ambao wanaenda tofauti na Biblia, hao ndio dini za kishirikina. Lakini wale wanaofuata namna ambayo Biblia inasema, hawawezi kuwa dini za kishirikina. Hata kama watu watawashtaki kwa hivyo, neno la Mungu litawathibitisha wao kwamba ni kweli. Huu ndio mwisho wa somo letu katika juma hili. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ulinzi na ukuu wako. Asante kwa kutupatia wakati huu wa kujifunza maneno yako. Fungua akili zetu tutumie hizi kweli ambazo umetufundisha. Tusaidie tuishi sawa sawa na mapenzi yako. Tunaamini utatuongoza katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Ikiwa hizi video zinakubariki na zinakutia nguvu, hakikisha una like, una subscribe, lakini pia kushare na watu wengine ili waweze kujua kweli hizi katika neno la Mungu. Mungu akubariki sana.
Asante.